sintofahamu kubwa sana. Naweza nikasema kwa kucheka kidogo kwa sababu sasa hivi nimerudi nyumbani, haikuwa ni hali ya kutisha kwa sana, kwa sababu hali ya mabomu sisi Dar es Salaam tushaikuwa nayo before, kama mabomu ya Mbagala. Kwa ile milio mikubwa, utofauti nilikuwa ni kwamba unaona kabisa moto unawaka juu na vipande vinadondoka chini. Ilikuwa ni hatari kutoka nje na ilikuwa ni sintofahamu kubwa, hasa kwa mimi ambaye nilienda kwa ajili ya siku 3 tu. Nikajikuta nimekaa kwa zaidi ya siku 13 mbele, tofauti na ile matarajio ambayo nilikuwa nimeweka. Gharama ikawa kubwa ghafla, hofu kwa familia yangu ilikuwa kubwa, hata mimi pia nilikuwa pale. Lakini pia napenda kuchukua huu muda kushukuru uongozi wa Air Tanzania kwa moyo wangu wote, kwa sababu mataifa mengi sana ya Afrika hayajaweza kufanya repatriation trips bado, lakini Tanzania tumeweza kupata hiyo nafasi kwenye wiki ya kwanza kabisa ya mzunguko wa hali ya Middle East, ambao hatujui inaweza ikaenda kwa muda gani, ambavyo Ufaransa imetuma meli zake. Ni sintofahamu kubwa kwa kweli. Unasikia mambo mengi kwenye mitandao, lakini pia serikali ya Dubai ilikuwa inatuhakikishia kwamba tuko salama, na ilikuwa inapokea vishindo na kuvizuia kutufikia moja kwa moja kwa nguvu zote. Lakini pia Mama Samia, namshukuru Mama Samia. Kwa kwanza tukio hilo, jinsi ilivyoanza, hali ilikuwaje? Je, mazingira mlikuwa mnakula mazingira yalikuwaje? Restaurant vipi au? Siku ya kwanza kabisa mimi ilinikuta niko kwenye barabara ya kutoka Jebel Ali naenda Abu Dhabi. Wakati huo nilikuwa sina mtandao kwenye simu, nilikuwa sijui kama kuna mabomu, nilikuwa sijui chochote. Nafika Abu Dhabi Ferrari World, karibia na Ferrari World, simu inapiga makelele, kimbia tafuta sehemu ya kujificha, nenda kakae ndani. Ndio wakati huo tarehe 28 ndio siku yangu ya kuzaliwa, ndio siku yangu ya kusherekea. Niko Abu Dhabi, nimetoka Dubai, na ndio vishindo vinatua sasa. Vinatua, hofu ilikuwa kubwa kweli, na dereva wangu alikuwa ananiendesha. Tukaogopa sana, tukageuza, watu walikuwa wanahangaika, wanakimbia, wanatafuta usafiri. Ukiangalia pale Ferrari World Abu Dhabi. Lakini namshukuru Mungu nikarudi muda huo. Safari njiani ilikuwa sintofahamu. Ukipita kwenye karibu na base ya Marekani, ukiwa unatoka Abu Dhabi kuja Dubai, unaona kabisa kwamba kuna jambo ambalo limetokea, moshi unaonekana kwa juu, ambao pia ilinipa hofu sana. Nikarudi hotelini kwa kujificha. Then hapo ni kwa kukaa ndani na hofu. Lakini serikali ya Dubai ilikuwa inahakikisha kwamba inatumia alerts, inatutoa hofu, inatuhakikishia usalama wetu, na hoteli ambayo nifikia ilikuwa ni nzuri, walikuwa wananihudumia, wanahakikisha kwamba niko salama, wananitoa hofu. Lakini pia namshukuru Samia Suluhu Hassan, rais wetu, mama yetu, kwa kutuma ndege, maana hofu ilikuwa kubwa. Nimekata tiketi ndege nyingine 3, Fly Dubai, Emirates, wote wana cancel flights kwa siku kadhaa. Hofu ilikuwa kubwa kweli, sitaki kulia, naomba niishie hapa. Nashukuru sana ndege ya Tanzania walikuwa wananitafuta kwenye simu, kwenye WhatsApp, wafanyakazi wa Air Tanzania wakinipa updates kwamba ndege inaweza ikaondoka lini. Lakini kitendo cha hakika, na hisi sio tu kwangu, hata kwa familia yangu, kupata tu ujumbe kwamba ndege inakuja repatriation, ilikuwa ni furaha kubwa sana, na hatimaye imefika. Tumesafiri vizuri, marubani walikuwa makini, tumetoka kwa usalama, hakukuwa na mitingisho yoyote kwenye anga, tumefika salama. Kwa kweli ninashukuru sana, ninashukuru mno. Mimi ni mkazi wa Dar es Salaam, naitwa Miss Mwakatobe. Baada ya muda wanatokea watu ambao wanataka kurudi. Sisi wenyewe tuna flight zetu ambazo zilikuwa na abiria. Kwa hiyo ukichanganya na wale ambao pia wana nia ya kuondoka kutokana na hali ya kivita, kwa sababu wengi walioondoka ni wasiwasi wao kuhusu hali ilivyo kule. Kwa hiyo ukichanganya yote hayo, pia tunaweza tukapeleka tena ndege kubwa kuliko kutumia ndege ndogo ambayo kawaida tunaipeleka kila mara 5 kwa sasa hivi kwa wiki. Lakini pengine experience ya Tanzania kurusha ndege kwenye anga ya kivita ikoje? Hapana, haikuwa swala la kivita, kwa sababu huwezi ukaruhusiwa kuingia bila ya kwamba wao wawe wamehakikisha usalama. Kwa hiyo sisi tumekwenda tukiwa tumehakikishiwa usalama, na kama umeona kwenye screen, kama wale ambao wanafuatilia flight radar, kulikuwa na ndege zaidi ya 15 za Emirates zikiondoka, kwamba hali ni nzuri.
na kama kipindi chochote sisi tuna mipangilio kwenye ndege kwamba kama kukitokea kitu chochote tunaweza aidha tukageuza au tukaenda kutua sehemu nyingine. Hata kama tungekuwa tunakaribia kwenye maeneo ambayo yana vita na kama kuna tatizo, basi tungeweza kwenda kama Muscat, Oman. Pia ni mpango mojawapo ambao ulikuwa tayari ushapangwa kimkakati. Lakini pengine hofu ilikuwaje? Maana wengi walikuwa wanajiuliza, bwana, tunaona mabomu lakini bado na ndio maana umeona imechukua siku zote hizi. Sababu ya kwamba tumechukua siku zote hizi na wengine wenzetu pia wamechukua siku zote hizi ni kwa sababu hiyo hiyo ya kwanza kuhakikisha usalama wa vyombo vyetu, usalama wa abiria. Hatuwezi kwenda sehemu ambapo kuna matatizo. Moja na mwisho, kuna wale ambao wanaweza wakawa wanajiuliza hii ilikuwa ni huduma pase, kwamba ilikuwa ni ndege ya bure kwa abiria wote ama ilikuwa ni ya kulipia? No, ilikuwa ya kulipia, lakini ilikuwa fare ambayo ni nzuri, ambayo we can say affordable. Kwa hiyo sio kwamba tumetengeneza biashara, hapana. Tumefikiria pia kwamba hawa ni Watanzania walio wengi wanataka kurudi nyumbani, na hili ni shirika la ndege la Watanzania. Kwa hiyo kama tusipofanya hivyo tutakuwa hatuna faida kuwepo. Kwa hiyo ndio maana nimeshukuru sana serikali kwa kuzingatia hilo, na hii imetoka juu kwa Mheshimiwa Rais kuja chini kwa viongozi wetu mpaka hapa tulipofika. Na kama utaona pia kuna swala la mafuta, imebidi tubebe mafuta yaliyokuwa mengi sana kwa kuhofia kwamba labda, unajua kama utatizama ndege zinazokwenda Dubai sasa hivi, hata hizo zinazokwenda kusaidia zinaweza zikazuiwa nje ya Dubai masaa 2, saa 1. Kwa hiyo ile hofu yetu sisi pia tukabeba mafuta mengi sana ambayo yamesababisha kwamba mafuta yawe mengi na tuchukue abiria wote. Kwa hiyo pia tulikuwa na cargo zetu pia ambazo tulikuwa tuzibebe, tumeshindwa kuzichukua kwa sababu hiyo kwamba tumeona bora tuchukue abiria wote kuliko tukaanza kufikiria na mizigo na mambo mengine. Kwa hiyo nashukuru abiria wote ambao wamepangwa kuja wamekuja. Na kuna majirani pia tumewabeba? Sina hakika, si kwa Afrika Mashariki. Labda wale abiria ambao walikuwa na booking za ndege yetu ambao mara nyingi wanaotokea sehemu zingine. Lakini wenzetu Kenya na wao walikuwa na mpango kama wetu, walianza mwanzo. Nafikiri wao wamemaliza. Sasa kila mtu anakimbilia watu wake. Na sisi ambao tulikuwa tunasubiria ATCL, kwa kweli nawapongeza sana. Naipongeza sana shirikisho ATCL, shirika la ndege la Tanzania. Lakini naipongeza Wizara ya Mambo ya Nje. Tumekuwa tukipokea ujumbe, tukiwaambia tujiunge kwenye magrupu ya WhatsApp kwa ajili ya kupokea taarifa mbalimbali kwa ajili ya usalama wetu. Lakini kikubwa zaidi ni mshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwani amefanya jambo zuri na la kizalendo sana kwa Watanzania, katuheshimisha. Uwezi amini tunatoka pale kwenye ule uwanja wa ndege wa airport wa Dubai kwa foleni. Ndege zote ziko katika foleni ambazo zimeomba kutoka. Kwa hiyo unasubiria bomu lipite, ndege iruke. Unaweza kuona hali ilivyokuwa Dubai katika muktadha huo. Lakini Tanzania kama Tanzania imejitahidi sana kuwa accommodate watu wake. Kule kuna diaspora wapo ambao wanashirikiana na Watanzania. Lakini pia tunapeana ushirikiano wa kutosha. Kwa sababu unajua ukishakutana na Mtanzania mwenzako anaongea Kiswahili, huyo ndugu yako. Na mule airport sasa hivi ukifika airport ya Dubai na ukubwa wake wote ni kama vile uwanja la mpira, hakuna watu. Unatembea kwenye mashine unahisi kama mtu anatembea nyuma yako. Kwa hiyo kwa kweli hali ya Dubai iko sio nzuri kule nchi za Uarabu. Nakushukuru sana. Jina lako? Mimi naitwa Elmino John Bina. Elmino, can you do it in English? Of course I can do it. Kwa mara ya kwanza labda tukio lilivyokuwa linaanza, kwa hiyo kwenye mazingira gani na nini ambacho kilikuwa kwenye akili yako? Kwanza kabisa tukio lile la kwanza linatokea, mimi nilikuwa natoka mji mmoja kwenda mji mwingine. Nilikuwa natokea Abu Dhabi nikielekea Dubai kwa ajili ya masuala yangu ya kibiashara. Sasa unavopokea taarifa kwenye mitandao na uhalisia unavyoanza kuona moto, kwa kweli kabisa huwezi kuwa katika hali nzuri. Lakini unajua kwenye kupambana lazima uweze kujipiga moyo, lakini kikubwa kabisa ambacho nilikuwa nakiona Dubai wanakimaintain ni kwenye kuhakikisha masuala ya kimtandao yanakuwa yako active. Pamoja na vurugu zote, lakini nchi kama Dubai kukosa mtandao hata njia huwezi kupita, kwa sababu wanatumia Google Map. Wanatumia mtandao kila sehemu. Kwa hiyo walimaintain sana masuala ya kimtandao. Maeneo gani ambayo walishambulia Iran? Kwa taarifa ambazo maeneo ambayo kwa mashambuliwa mengi ni maeneo ya Abu Dhabi, mji wa kiserikali. Lakini pia na Marina na airport, wote tumeona watu. Ni kweli airport ilishambuliwa
lakini hawaruhusu kuchukua video. Yes, sawa. Ukishambuliwa. Introduce yourself and then you tell her the situation. How was it?